Mijikenda ni mojawapo ya jamii kutoka hapa mkoa wa Pwani zilizoweza kuhifadhi mila na tamaduni zao vizazi kwa vizazi. Karibu katika Jamvi la Pwani hii leo tukiwa tunaangazia mila na tamaduni ya jamii ya Mijikenda hapa mkoa wa Pwani. Jina langu naitwa Fahima Ramadhan. Mijikenda ni kundi la koo 9 za Kibantu ambao wanapatikana pwani mwa Kenya. Kutokana na jina lake, jamii hii ina koo 9: Giriama, Digo, Chonyi, Kambe, Duruma, Rabai, Kauma, Jibana na Ribe. Jamii hii ilitokea Shungwaya na kuja katika pwani mwa Kenya kutafuta ardhi ya makao na kulisha mifugo wao. Tulitoka Shungwaya kwa sababu tulikuwa tunatafuta pahali pa kuishi. Watu wamekuwa wengi, walipokuwa kidogo tulikuwa tunatoshea, lakini tulipokuwa watu walizaliwa wameongezeka, kila grupu inatafuta pahali pa nafasi. Na wakaja wakikesha, wakilala, wakishinda mpaka wakafika sehemu nyingine inaitwa Mazeras. Mazeras kuna kijisehemu kinaitwa Mibuyuni. Hapo ndio tulifikia Mijikenda. Ndio watu wakagawanyana pale mpale na wakaanza kutafuta pahali kila mtu kwa kuishi. Mavazi ya asili ya Kimijikenda kwa wanawake ni hando pamoja na nguo mbili, ya juu na ya chini, huku wanaume wakivaa kipande cha saruni ambao walikifunga kuanzia kiunoni hadi chini. Mavazi ya Mijikenda ni nguo mbili, kaniki hapa na kaniki hapa. Mwanamume ni saruni, ni shuka nyeusi. Vyakula vya kiasili ya Mijikenda ni ugali wa mahindi pamoja na mboga za majani, ambapo vyakula hivi hupikwa kwa viungo kisha kupakuliwa kwenye sahani za mbao ziitwazo mvure. Vyakula hivi hushushwa kwa kinywaji maalum cha tembo la mnazi unaogemwa kutoka kwa mti wa mnazi. Sisi Mijikenda huwa chakula chetu ni mahindi. Tunalima mahindi, tunavuna, tukivuna tukimaliza ni kuponda. Tunaponda na kinu, tunasaga na jiwe. Tukisaga na jiwe tukimaliza tutatunda mboga ya kienyeji. Tunapika mboga, tunaweka kwa liga. Sima ya wanawake yaekwa humu. Unahiwa unani mfure watu wa wazee huu. Tunapika na chungu. Tunapika chakula chetu kiko mara mbili. Tunapika sima ya mahindi tunasaga na mkono. Tunapika mahindi ya kuponda na kunde. Tunapika mhogo tunachanganya na kunde. Tunapika mhogo mkavu wa kuchemsha. Jamii hii ilitegemea upanzi wa vyakula mbalimbali kama vile mahindi, mihogo, minazi, kunde na kadhalika. Walitumia mti unaoitwa miaa na kusuka mikeka pamoja na kamba za kutengenezea vitu mbalimbali katika jamii hiyo. Wanawake walihusishwa na kupika na kuwalea watoto majumbani, huku wanaume wakienda kulisha mifugo shambani. Kazi za mwanamke ni kazi za shamba, mwanaume zake ni za kulisha, lakini pia mwanamke naye pia huwa analisha. Saa nyingine yule mzee ametoka, wewe mama unachukua ng'ombe zako unaenda kulisha. Na twakata miaa, twanika, twasuka kamba. Kamba zile ni za mbuzi na kamba zile ni za kutengeza kitanda. Na miaa ile twashona hata majamvi, matuguu, tunatengezea vikapu. Tunatengeza zile mile miaa pia twatengeza fagio za kufagilia. Hasa kazi za mwanamke zilikuwa ni hizo. Katika nyumba ya Mijikenda kuna vitanda ambapo hutengenezwa kwa fito na vingine kutengenezwa na kamba. Kando ya nyumba hiyo huwa na jiko la kupikia ambapo juu yake huwa na mahali pa kuhifadhia vyakula kwa njia ya moshi inayoitwa uchaga. Sehemu ile hutumika kuhifadhia vyakula kama vile mahindi na vinginevyo kuhakikisha kwamba vinahifadhiwa kwa muda mrefu. Vitanda vyetu ni vya kamba. Unaweka ngozi ya mbuzi, ya ng'ombe, unatandika,
ndio tunalala. Tunalima kunde, tunalima tendegwa, njugu mawe. Tukiyatoa shambani tunaweka kwenye kichaga, kwenye uchaga. Tukiweka kwenye uchaga ukimaliza, sasa kama wataka kutoa, unapanda unashukisha hayo mahindi. Unashukisha ndio unayapukusa, ndio unaponda. Ndoa katika jamii hii hufanywa katika sherehe iitwayo malozi, ambapo kijana anapokuwa barobaro hutafutiwa jiko kutoka kwa familia yenye maadili mema, na kisha mahari ya ng'ombe pamoja na kazama ambao ni pombe hutolewa kwa familia ya mke. Kisha mke huozwa kwa sherehe na kupewa wasia kuishi vyema na mumewe. Wakati wa ndoa, mvulana yuwataka msichana, yule mama ndiye ambaye ataenda kwa boma la mtu ambaye analijua lile boma ni zuri, akaongea na ule kishere chake pale. Halafu ule mvulana ataambiwa nenda kaone msichana pahali fulani, na ule mvulana ataenda akaone ule msichana, azungumze naye ule msichana. Halafu baadaye hawa wazazi wataenda wakatoe mahari wamalize. Halafu ule mamake ule msichana atakuja kwa kishere chake, na yeye ajiangalie muji ni muji, hebu ala si muji. Akitoka pale ndio enda kumwambia mwanawe ashikane na mvulana kwa bwanake. Na pale kama ataka kuhasa mwanao, pale utamkalisha mlangoni. Sasa pale utaongea pale yako mpaka umalize, useme mwanangu, mimi nendo kakae na bwanako vizuri, uishi bwanako vizuri, mzae watoto wenu vizuri, muishi na raha. Pale utahasa mwanao. Wakati wa ndoa kupewa bibi yake yule bwana, kuna babake na mamake watamkalisha mlangoni kama hapa. Huu ni mkono wa kulia, anakalishwa hapa. Huyo msichana anakalishwa, kunanunuliwa pombe, inakuja hapa, wazee wanashika hii, anakunywa kidogo, anamwekea kwa roho hapa. Na yeye mzee mwenyewe anaanza, yeye mzee, alafu na bibi yake, alafu na yeye mtoto anatoa bwana. Anachukuliwa maji yenyewe, maji clean. Anamwaga hapa, msichana anawekwa ndani, inamwagwa hapa, msichana anatolewa. Jamii hii ilikuwa na maarifa ya kina katika tiba asilia kwa kutumia mitishamba kwa kutibu maradhi mbalimbali. Tiba walioitafuta kwenye mizizi ya miti aina ainati. Waganga wa kienyeji walipewa heshima kubwa mno katika jamii hii, kwani iliaminika baadhi ya magonjwa hutokana na mapepo na laana. Babu zetu na kina nyanya zetu wale kwako wakiugua hawendi hospitali, wanachimba mti kwa msitu. Mti huo waitwa mwalaga kuku, wanachemsha, wanakunwa na kukandwa na maji ya moto. Wale kwako wanapoa. Kwanza hata kitambo mtu akizaliwa ale kwako hapeleki hospitali, ni yeye tu yuanyonya basi, hakuna mambo mengine. Kama ni kupelekwa kwa mganga peke yake, akavumbo yule nyago peke yake, ndivyo tulifukaa kina babu wanaishi. Akitafuta sehemu za kuzifungua, yuko hapo ndani ya nyumba, yajifungua hapo. Kama yuko na miviaye, yajifungua na miviaye, na watu wengine hata ambaye si moga yaweza kujifungua peke yake. Hakuna kupelekwa hospitali, hakuna matatizo yoyote. Mziki wa kumtoa nyoka pangoni hurindima katika miji ya Mijikenda wakati wa sherehe mbalimbali kama vile sherehe za ndoa, wakati wa mavuno, pamoja na kumtoa mtoto nje baada ya kuzaliwa na mamaye. Katika sherehe hizi ala za muziki mbalimbali hutumika kunogesha ngoma hizo kama vile mabumbumbu, ndonga, kiringongo na kadhalika. Jamii ya Mijikenda imejidhihirisha kuwa jamii yenye utajiri mkubwa wa tamaduni. Kuna mwamba uchenda kwa mulumeo, endondo kuheshimu mulumeo. Ukelesi na mulumeo tototo. Licha kukelesi na mulumeo tototo, ukelesi na mulumeo tototo, na tosi ni waishimu, sata mhoho mtite mwenye pia na yomuishimu. Kufikia hapo sina budi la kulikunja jamvi la pwani. Mimi ni Fahima Ramadhan.